Ninakushirikisha leo kuhusiana na mambo ambayo yanaweza akawa yanapelekea hali ya kukosa amani, kukosa furaha, kukosa utulivu katika moyo au roho yako. Kama ni mtu ambaye maisha yako yanakosa amani, amani ni jambo ambalo ni adimu kwenye maisha yako. Ile furaha, kufurahia maisha, hauna utulivu, maisha yako yamejaa mikwamo, masononeko, majonzi na hakuna amani. Huu ujumbe pengine ni kwa ajili yako naomba unisikilize kwa makini sana. Kuna mambo mengi ambayo yanaweza kapelekea mtu akose amani kwenye maisha yake, haswa amani. Kwa sababu ninajua kuna mahusiano ya moja kwa moja ya hali ya kukosa amani na huzuni, hali ya kukosa amani na kukosa utulivu, hali ya kukosa amani na kukosa furaha. Ni mambo ambayo yanaenda pamoja. Na ninafahamu mambo mawili makubwa, ingawa kuna mambo mengi, lakini haya najua ndio mara nyingi ni msingi wa watu kukosa amani katika maisha yao. Na jambo la kwanza ni hali ya mahusiano ya mtu na Mungu. Mungu alivyotuumba wanadamu, ametuumba katika namna kwamba roho zetu ziwe zinapata taarifa ya moja kwa moja kushuhudia hali ya mahusiano yetu na yeye. Kwa sababu mtu asipokuwa na mahusiano mazuri na Mungu, hata kuwa na heri hapa duniani, hata kuwa na heri hata baada ya maisha ya duniani. Na ninawaambiaga watu, kama vile ambavyo kama mwahi kuendesha gari au mwahi kuwa na chombo cha usafiri barabarani, gari au chombo chochote, mara nyingi huwa kuna viashiria yametengenezwa magari au vyombo vya usafiri katika namna ya kwamba vitakupa kiashiria kama kuna kitu kina shida katika mfumo wowote wa gari. Kwa mfano, kukiwa na changamoto ya engine, kuna taa ya engine huwa inawaka kukuashiria, kukuonyesha kwamba kuna kitu hakiko sawa kwenye engine. Kama chombo chako cha usafiri kinaishiwa mafuta, kuwa kuna taa ya mafuta kwenye kila gari. Kama nizima nafanya kazi vizuri, huwa kuna taa ya mafuta ya kumuonyesha dereva kwamba unakoelekea huko, ujue kwamba mafuta yanaweza kaisha muda wote. Na kwa hiyo usipofanya kitu kuhusiana na engine, usipofanya kitu kuhusiana na mafuta kama ishara, kama kutii dalili hii gari haitafika mbali, au hii safari haitakuwa nzuri sana. Hivyo hivyo kwenye miili yetu, unapopata na homa, unapopatwa na kichwa kuuma, unapopata na mafua, unapopata na hali ya kuto kujisikia kula vizuri, unajua kabisa ni dalili, ni ishara kwamba mwili wako una shida. Ni namna ambavyo Mungu ametuumba kutusaidia kujua kuna kitu hakiko sawa kwenye afya zetu, kuna kitu hakiko sawa katika miili yetu. Ndio maana ukienda ukapima hospitali nakwambia kweli una malaria, kweli una UTI, kuna shida kweli. Hivi vimekuja kama viashiria, lakini ni viashiria vyenye maana kwamba kuna kitu hakiko sawa kwenye mwili wako. Hivyo hivyo katika roho zetu, na ni zaidi sana katika roho zetu, kwa sababu ninaamini mwili wa mtu ni muhimu, lakini muhimu kuliko mwili ni roho ya mtu. Na roho ya mtu, usalama wake upo katika mahusiano na Mungu aliyeiumba roho hiyo. Mungu anapoona kwamba mwendo wako na yeye hauko sawa, anapoona kwamba maisha yako yana hatari mbele, anatumia amani. Kukosekana kwa amani katika moyo wako, inawezekana mahusiano yako na Mungu hayako sawa. Inawezekana kuna kitu kinaendelea kwenye maisha yako ambacho hakimpendezi Mungu. Inawezekana kuna maisha unaishi ambayo hayatengenezi amani na chanzo cha uhai wako ambacho ni Mungu. Kwa hiyo ni namna ya kushuhudia katika roho yako kwamba kuna kitu hakiko sawa katika maisha yako. Unakoelekea sio pazuri, na unapaswa utengeneze, ufanye upatano na Mungu, utengeneze amani na Mungu ili uwe na uhakika kule kunakoelekea. Hiyo ni sababu moja ya muhimu sana, na unatakiwa uizingatie sana, sio kitu cha kupuuzia. Tunaposema habari za Mungu, kila mara unapokumbuka Mungu, unaposikia habari za Mungu, unaposikia habari za mahusiano yako na Mungu, moyo wako unashuhudiwa nini? Kama hauna amani katika mambo haya, au kama hauna amani kwenye maisha yako, fuatilia kama una amani na Mungu. Inawezekana ndio sababu mojawapo unashinda kuwa na amani. Unashinda kuwa na amani. Na hivyo unapaswa kufanya kitu katika jambo hilo. Hiyo ni jambo la kwanza
Kitabu cha Warumi sura ya 5, kama unaangalia kwenye maandiko jambo hilo, kitabu cha Warumi sura ya 5 mstari ule wa kwanza, maneno ya Mungu anasema, basi tukiisha kuhesabiwa haki. Tukiisha kuhesabiwa haki. Haki inawakilisha nini? Inawakilisha kuwa sawa na Mungu, kuwa umepatana na Mungu. Tukisha kuhesabiwa haki itokayo katika imani, na muwe na amani kwa Mungu. Maandiko katika lugha ya Kiingereza yana tafsiri inayosema muwe na amani na Mungu. Manake ukirekebisha mambo fulani, ukiweka sawa mambo fulani katika maisha yako, utakuwa na amani na Mungu. Hiyo inaweza kuwa moja kati ya sababu za kwa nini unakosa amani. Katika kitabu cha Ayubu sura 22 mstari 21, maneno ya Mungu yanasema, mjue sana Mungu ili uwe na amani, ndipo mema yote yatakapo kujia. Unaweza usione mema, unaweza ukafikiri kwamba pengine nikimaliza form 4 napata amani. Umaliza form 4 hakuna, unaona bado hauna amani. Umaliza form 6 unaona, ukafikiri labda nikifika chuo, umefika chuo na bado kuna shida katika moyo. Ulifikiri kwamba kuna mahusiano ya moja kwa moja kati ya vitu na amani yako. Amani yako ni matokeo ya mahusiano yako na Mungu. Kama hayako sawa, hakuna kitu katika dunia hii kitakachokuletea amani. Unaweza ukajenga nyumba, ukaoa, ukuolewa, ukapata watoto. Hivyo vyote havitachangia katika amani yako. Chanzo cha amani ya kweli endelevu isiyotikisika ni mapatano yako na Mungu. Kwa hiyo usipuuzie hiyo sauti, fanya jambo katika hali hiyo. Hiyo inaweza kuwa sababu ya kwanza. Sababu ya pili, kwa nini mtu anaweza akawa hana amani katika maisha yake, ni hali ya kupotea. Kutoishi kile kitu ambacho Mungu amekukusudia kuishi. Nataka unisikilize hapa vizuri sana. Binadamu ni kiumbe cha muhimu sana, cha thamani sana mbele za Mungu. Hakuna kiumbe cha thamani katika viumbe vya Mungu kuliko wanadamu. Hata Mungu alipotaka kuja duniani, hakuja kama ng'ombe, hakuja kama simba, hakuja kama tembo, hakuja kama malaika, alikuja kama binadamu, kwa sababu ni binadamu pekee ndiye aliyeumbwa kwa mfano na sura ya Mungu. Soma kitabu cha Mwanzo sura ya 1, nadhani mstari wa 26 mpaka mstari wa 27. Mwanadamu aliumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Inamfanya kuwa ndio kiumbe cha thamani zaidi mbele za Mungu. Mungu alipokuja duniani alikuja kama mwanadamu. Na kwa hiyo haiwezekani kiumbe cha thamani namna hiyo kiwepo hapa duniani bila kusudi. Kama vikolokolo vyote vinavyotengenezwa na wanadamu vina makusudi yake, haiwezekani wewe hauna kusudi. Maandiko yanatuonyesha katika kitabu cha Zaburi kwamba sisi mwanadamu ameumbwa kwa namna ya kutisha na ya ajabu sana. Mungu amemuumba mwanadamu kwa namna ya kutisha na ya ajabu, kwa namna ya thamani sana. Uwepo wa mwanadamu hapa duniani, hata namna tu ya kuwepo kwake duniani, pamoja na mambo yote yanayomwandama mwanadamu leo, haiwezekani ni kwa bahati mbaya yuko hapa duniani. Haiwezekani upo tu duniani hapa hovyo hovyo. Hapana. Kuna jambo, kuna kusudi, lazima kuna maana ya wewe kuwepo hapa duniani. Hivi unajua kwamba hivyo ulivyo, hakuna binadamu aliyewahi kuwepo duniani kama wewe, ambaye yupo duniani kama wewe, au atakaye kuwepo kama wewe. Mungu amemuumba mwanadamu kiasi kwamba, katika namna kwamba kila mtu yuko original copy moja tu na hakuna nyingine. Miaka yote ya uwepo wa wanadamu hakutatokea binadamu kama wewe. Unajua maana yake hiyo? Maana yake kuna mambo ambayo ni wewe tu hapa duniani unapaswa kuyafanya. Na kwa sababu Mungu sio Mungu wa hasara, na kwa sababu Mungu haumbi kwa hasara, na kwa sababu Mungu ni Mungu wa mipango, sio Mungu wa hovyo, usipokaa katika kile kitu Mungu amekusudia ukae kukifanya, hautakuwa na amani. Hata uwe na umefanikiwa kwenye mambo mangapi, usipofanikiwa katika lile jambo ambalo kwa sababu hiyo Mungu amekuumba, hautakuwa na amani. Maneno ya Mungu katika kitabu cha Mathayo sura ya 6, Mathayo 6 mstari wa 9, ni maandiko ambayo nafahamu pengine. Mstari wa 9 anasema, basi ninyi salini hivi: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, ufalme wako
uje. Mstari wa 10 inasema mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Maana yake nini? Maana yake kuna vile ambavyo mbinguni wewe upo. Kuna picha ya wewe kule mbinguni. Katika uumbaji wa Mungu kuna kitu, kuna laini, kuna lamani ya uwepo wako hapa duniani ambao unapaswa utembee humo. Inatakiwa ishuke hapa duniani. Liko jambo katika moyo wa Mungu ambalo anataka ulithibitisha hapa duniani. Na mapenzi ya Mungu hayo ni lazima yatimie katika maisha yako hapa duniani kama ilivyo katika wazo la halisi la Mungu mbinguni. Usipofanya hivyo hautakuwa na amani. Chanzo cha mateso mengi katika maisha ya watu, chanzo cha mahangaiko na kukosa utulivu katika maisha ya watu wengi, nisikilize vizuri, ni kukosa kujua na kutembea katika kusudi la Mungu, katika kile kitu ambacho Mungu amemuumbia. Usipojua hilo na kukaa humo, hautakuwa na amani. Hata kama ungepata fedha kiasi gani, hautakuwa na amani. Kwa hiyo unatakiwa ufanyeje? Utafute kujua. Kama kuna jambo moja unatakiwa kulipambania kwenye maisha yako, ni kutafuta kujua kwa nini niko duniani. Nimewahi kusema kitu ambacho kimewahi kusema kabla, kwamba siku kubwa mbili katika maisha ya mwanadamu, kuu mbili, sio wakati wa kuzaliwa na kufa, sio wakati wa kuzaliwa na kuolewa au kuoa, sio wakati wa kuzaliwa na kuwa tajiri. Ni wakati wa kuzaliwa, siku ya kuzaliwa na siku ya kujua kwa nini umezaliwa. Maisha yanaanza siku mtu anapojua kwa nini yuko hai. Na ndio sababu watu wengi hawana amani. Kukosa amani ni matokeo kwanza ya kuwa na mahusiano mabovu na Mungu, jambo ambalo pia linapelekea kupotea. Kitabu cha Yohana sura ya 3 mstari wa 16. Kwa maana jinsi Mungu alipenda ulimwengu hata akamtoa mwana wake pekee, ili kila amwaminie Yesu asipotee bali awe na uzima milele. Kupotea ni matokeo ya kutokuwa na mahusiano na Mungu. Na kutokuwa na mahusiano na Mungu, kutokuwa na mapatano na Mungu, ndiko kumepelekea wezi ukawa hauna mahusiano na Mungu, alafu unajua ambacho Mungu anataka ufanye hapa duniani. Haiwezekani. Kwanza mahusiano yako na Mungu yanarekebishwa. Katika mahusiano yako na Mungu unatunza mawasiliano na Mungu. Alafu katika mawasiliano na Mungu utajua cha kufanya hapa duniani. Katika kutafuta kukifanya au kukifanya, kuna amani ya Mungu kwenye maisha yako. Ni kanuni ambayo huwezi kuipuuzia na ukafanikiwa hapa duniani. Habari za mwana mpotevu, kama umewahi kuzisikia katika maandiko matakatifu, kitabu cha Luka sura ya 15. Kijana huyu ambaye alienda kwa baba yake akataka apewe sehemu ya urithi uliomwangukia, na baba yake bila hiana akampa. Akaenda akatapanya, akavuruga huko, alifikiri amani yake, mafanikio yake au kustawi kwa kutatokana na matumizi ya zile mali alizozipata. Lakini hali ilizidi kuwa mbaya pamoja na vitu alivyovipata. Mtu huyu uzuri aligundua, akarudi kwa baba yake. Na angalia kinachosemwa katika mstari ule wa 32, kitabu cha Luka sura ya 15. Luka 15:32. Baba yake baada ya huyu mtoto kurudi akasema maneno haya, tena kufanya furaha na shangwe ilitupasa. Furaha na nini? Na shangwe. Furaha na shangwe ilitupasa. Kwa nini? Kwa kuwa huyu ndugu yako alikuwa amekufa naye amefufuka, alikuwa amepotea na amepatikana. Kupotea ni kama kufa, kukosa uzima. Maisha hayana maana kama haujashika laini yako, kama haujakaa katika reli ya maisha yako inayotoka kwa Mungu. Unaweza ukafanikiwa katika kila kitu kingine ambacho unadhani ni mafanikio, lakini mwisho siku zako zitakapoishia hapa dunia au zitakapokuwa zinakaribia kuisha, utakuwa na changamoto moja, kwamba nimeishi hapa duniani na muda wote usikujua kwa nini niko duniani. Hakuna kitu kibaya kuliko hicho, ndio kupotea. Uzima katika kitabu kile cha Yohana 3:16 anasema alikuja ili tuwe na uzima kisha tuwe nao tele. Kitabu cha Yohana 10:10. Yohana 3:16, kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwana wake pekee, ili kila amwaminie asipotee bali awe na uzima. Uzima huo sio tu kuwa hai. Uzima huo inajumlisha pia
kuwa hai na kujua cha kufanya ukiwa hai. Kuwa hai sio tu kupumua, lakini kukaa katika laini ile ya Mungu ya maisha yako, kuto kupotea. Imeingia katika uzima huo. Umeona, huyu mtu alikuwa amekufa, wanasema, sasa amefufuka. Alikuwa amepotea, sasa amepatikana. Kwa maana nyingine, ukiwa hai na unapumua hapa duniani na haujakaa kwenye laini ya Mungu kwenye maisha yako, hauna uzima. Haufanyi kile kitu ambacho Mungu, siongelei mambo ambayo unabuni au unajitafuta. Wengine wanasema kujitafuta. Usijitafute. Tafuta kujua Mungu ana mpango gani na maisha yako, kwa sababu uzima wako uko humo. Amani, furaha, utulivu na kustawi kwa kweli kwenye tija kupo katika mtu kujua Mungu anawaza nini juu ya maisha yake na kukaa hapo. Mungu ana mpango gani na maisha yake na kukaa hapo. Neno uzima ni pamoja na kuto kupotea. Ukiwa kasi na maisha na uelekeo sio sahihi, haina maana. Spidi haina maana kama unaelekea uelekeo sio sahihi. Tuseme Mungu amekuandikia kwenda Mtwara. Safari yako wewe itakuwa ni kuelekea Mtwara. Alafu wewe una mbio kuelekea Arusha. Huyo unaenda Arusha. Haitakusaidia. Ile spidi haina maana. Uzima wa mtu ni pamoja au ina msingi wake katika kujua kile ambacho Mungu amekuitia kufanya. Uzima sio tu kuwa hai, ni kuwa hai na kujua kwa nini uko hai. Kitabu cha Yohana sura ya 1, angalia nikusisitizie jambo hilo kwa andiko lingine. Yohana sura ya 1, angalia ule mstari wa 4. Yohana 1:4. Anasema ndani yake ndimo ulimokuwa uzima, na ule uzima ulikuwa nuru ya watu. Ulikuwa nuru ya watu. Uzima sio tu kuwa hai, ni kuwa na nuru ya kujua kwa nini uko duniani na unatakiwa ufanye nini hapa duniani. Amani inaanzia hapa. Kupatana na Mungu na kutafuta kutoka kwa Mungu kujua kwa nini uko hai. Kitu hiki ni rahisi sana. Unafanyaje? Kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya 5 mstari ule wa 17. Nataka uangalie kidogo jambo hili, litakusaidia sana kufanya maamuzi kwenye maisha yako ya kupata uhakika, kupatana na Mungu, ili kwa kupatana kwako na Mungu uwe na mawasiliano naye. Katika mawasiliano hayo utajua cha kufanya. Kitabu cha Wakorintho wa pili 5 mstari wa 17 unasema, hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Lakini yote pia yatokana na Mungu aliyetupatanisha sisi na nafsi yake kwa Kristo. Aliyetupatanisha sisi na nafsi yake kwa Kristo, na alitupa huduma ya upatanisho. Yaani Mungu alikuwa ndani ya Kristo akiupatanisha ulimwengu na nafsi yake. Patana nafsi yako na Mungu. Patana nafsi yako, anza mahusiano na Mungu, kwa sababu mahusiano yanaleta mawasiliano. Mahusiano yanatunzwa kwa mawasiliano. Ukiwa na mahusiano na Mungu na mnawasiliana, Mungu si dhalimu. Tena Mungu anataka ufanye kile ambacho anataka, amekuitia kufanya, amekuumbia kufanya kuliko wewe. Ukiwa na mahusiano na mawasiliano na Mungu, utajua cha kufanya. Utakuwa na amani kwa sababu una mahusiano na Mungu, na utakuwa na amani kwa sababu umekaa katika laini aliyokuumbia Mungu, katika ile kazi ambayo Mungu amekuumbia. Kama umepata shida ya amani na kukosa utulivu, hili ni jibu la Mungu kwako. Amini ninalokuambia. Amani, msingi wa amani na utulivu na ustawi wa kweli uko katika mambo hayo mawili. Nataka niombe na wewe kama uko tayari kumwambia Mungu, ninageuka, ninatubu. Matendo ya Mitume 3:19 nasema, tubuni basi mrejee, ili zije nyakati za kuburudishwa. Nyakati za kuburudishwa ni pamoja na amani. Tubuni basi mrejee, ili dhambi zenu zifutwe, zipate kuja nyakati za kuburudishwa kwa kuwako kwake Bwana. Maana Bwana atakuwa pamoja na wewe. Sasa utakuwa umepatana nafsi yako na Mungu, na Mungu atakuwa anaongoza maisha yako. Utasema, Bwana mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Sitapungukiwa na amani,
sitakosa furaha, sitakosa utulivu, sitakosa kustawi. Kwa sababu gani? Bwana ni mchungaji wangu, na kuwako kwake Bwana kunaleta nyakati za kuburudisha, amani, furaha, utu. Sikiliza, kuna maisha ya furaha na amani kweli. Najua wengi hawajaishi maisha hayo kwa muda mrefu. Mimi najua ninachokuambia. Kuna maisha ya utulivu, raha, mustarehe yapo kama utapatana na Bwana, na tena utakaa katika kusudi la Mungu alilokuitia. Kwa kuanzia ni kupatana na Yesu. Hata kama umekuwa na maisha ya maigizo, kuna watu ni wanafiki sana. Wanakuwa wanafiki kwa watu na nafsi kwa nafsi zao wenyewe. Anaenda ibadani, anashiriki hata kwaya, anaimba na kuimba na anamtumikia Mungu kama anavyodhani anamtumikia Mungu, lakini moyoni anajua hana amani na Mungu. Anajua kuna vitu vinamkosanisha yeye na Mungu, amani hiyo haipo. Anafanya kwa ajili ya macho ya watu. Usiendelee kuishi maisha ya namna hiyo. Kuna msaada kwa Kristo leo. Yeye amekufa na kufufuka ili tupatanishwe na Mungu. Nataka niombe upatane naye. Kama ulikuwa unaishi maisha ya maigizo, iwe mwisho leo experience amani ya kweli. Kile kicheko ambacho unakicheka mbele za watu, lakini ukikaa peke yako unalia kwa majonzi, unacheka hata ukiwa mahali pasiri. Kwa na furaha inayoanzia sirini mpaka hadharani. Sio maigizo ya tabasamu kwa watu, lakini ukibaki mwenyewe unabaki katika uzuri. Watu wengi wamejiunga na vikundi vya pombe jioni, anatafuta amani. Vikundi, maklabu, anaenda mitoko mbalimbali, anatafuta amani. Anafikiri amani ipo katika kukutanika na wale watu na kufanya mambo ambayo ni ya burudani za muda za kitambo kidogo, lakini akiwa peke yake anarudi katika hali ya upweke, hali ya sononeko, hali ya kukosa amani na furaha. Na amani yake inakuwa inategemea watu na vitu, wakati msingi wa amani na furaha kweli upo katika mapatano ya mtu na Kristo. Nataka tuombe Mungu leo, uwe real, uwe halisi mbele za Mungu. Kama kuna kitu umekosea, patana nafsi yako na Mungu. Mjue sana Mungu, uwe na amani, ndipo mema yote yatakapokujia. Andiko hilo ukilipindua ni baya sana. Mpuuzie Mungu, endelea kumpuuzia Mungu, ukose amani, ndipo mabaya yote yatakapokujia. Sidhani kama unataka ukutwe na hicho kitu. Nataka tumuombe Mungu siku ya leo ili upatane na Mungu. Nafsi yako iandamane na Yesu. Nafsi yako iandamane na Bwana ili uwe na amani ya kweli isiyotegemea hali wala watu. Rudia pamoja na mimi maneno haya kama uko tayari. Tumuombe Mungu. Sema, ee Bwana Yesu, ninakuja kwako, ninaamua kugeuka na kukufuata. Ninaomba unisamehe katika kila jambo lililosababisha mimi nisiwe na amani na wewe. Ninaomba amani na wewe. Kwa damu ya Yesu Kristo unisafishe na kunitakasa kabisa. Ninapokea leo uzima, ninapokea leo wokovu, ninapokea leo amani katika jina la Yesu Kristo. Ninaamini kwamba ulikufa na kufuka kwa ajili yangu, na leo ninakukiri wewe Yesu kuwa Bwana na Mwokozi katika jina la Yesu Kristo. Amen. Mungu akubariki sana. Kama umefanya maombi hayo, taanza kuona amani ya Mungu. Utashuhudia tu katika moyo wako kwamba amani imekuja. Unahitaji kukaa katika mahusiano na mawasiliano na Mungu. Na nina mafundisho ya kukufundisha zaidi namna ambavyo unaweza ukawasiliana na Mungu katika siku baada ya siku kwa siku. Namna ambavyo unaweza ukawasiliana na Mungu siku kwa siku na kukua katika mahusiano na mawasiliano yako na Mungu. Ukikuwa katika mawasiliano yako na Mungu, hutakosa kujua kile ambacho Mungu anataka ufanye, na amani yako itakuwa nyingi sana. Kitabu cha Wagalatia sura ile ya kwanza mstari wa 3. Wagalatia 1:3. Maandiko hayo pia utayapata katika Waefeso 1 mstari wa 2. Neema na iwe kwenu na amani zitokazo kwa Mungu Baba yetu na kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Neema iwe kwako na amani zitokazo kwa Mungu Baba yetu na kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Amen.